Mkoa wa Morogoro umetekeleza jumla ya fedha zilizotambulika kutumika kwa miradi mbalimbali shilingi bilioni 356 milioni 909,096,757, ambapo vyanzo vya pesa hizo ni mapato kutoka serikali kuu bilioni 326, mapato ya ndani bilioni 20 na fedha za wahisani mbalimbali bilioni 10. Katika miradi hii, serikali hii ya awamu ya 6 chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan imelenga kusogeza huduma hizi za kijamii kwa wananchi wa mkoa wa Morogoro kwa jumla ya pesa hizo bilioni 356, na zimetumika katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo kwa maana ya usimamizi, kwa maana ya utekelezaji wa ilani kama ifuatavyo. Kuanzia kipindi cha Novemba 2025 mpaka Juni 26 ndio tumetumia bilioni 356. Ndugu zangu, pesa hizo maana yake zimeingia hapo kwa miradi ya Morogoro kwa kipindi cha miezi 8. Kuna sekta zingine ambazo ni sekta za kitaifa. Kwa mfano hapa unaona barabara, nishati ya umeme na kadhalika. Kwa mfano katika hii bilioni 356, bilioni 212 peke yake ni za barabara, lakini humu pia imo miradi ya barabara ambayo ni barabara za TANROADS na madaraja ya TANROADS na kadhalika, ambayo mengine yanasomeka kwenye miradi ya kwao huko. Hela hazijaingia hapa, lakini sisi ndio tunanufaika na mradi huo, lakini hela zinasomeka kwenye miradi ya kitaifa. Nishati ya umeme imechukua bilioni 42.8, lakini kwenye nishati ya umeme tuna backbone, mradi wa kitaifa unatoka Chalizo unapeleka umeme kanda ya Ziwa, umepita katikati hapa mbele yetu, umeuona, umekatisha hapo Makunganya, unakwenda mbele zaidi utakatisha tena Gairo huko juu, unapeleka umeme kaskazini. Ni mradi mkubwa sana, asilimia kubwa unapita Morogoro, lakini unasomeka kama mradi wa kitaifa. Miradi ya maji, Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna miradi mingine ya maji hapa inasomeka bilioni 56, lakini ipo miradi ya maji ambayo serikali kuu imeingia na mengine tumesaini sisi wenyewe juzi. Hizi ni gharama tulizoingia kwenye miundombinu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nirejee tena, nitalisema hili hapa, nitalisema kwenye elimu. Tukitoka kwenye ukamilishaji wa miundombinu, tunaenda kwenye uboreshaji wa huduma. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru na wewe kwenye taarifa yako, kama nilivyosema katibu, tunazungumza huko, lakini na yale ambayo kamati ya siasa wewe ukiongoza mlioyaona huko, kuna maeneo mengine mmeona kwamba kuna uchache katika uboreshaji wa huduma. Wakati tunajadili ilani hii, naomba pale ambapo ukamilishaji wa ujenzi wa miundombinu unaonekana umelegalega, lakini pia naomba tuweke kwenye uwasilishaji wa huduma ya afya uboreshaji wa huduma yenyewe, uwasilishaji. Aliyeko pale anajichukulia kama mali yake binafsi, sio sahihi. Kwa hiyo niwaombe sana ngazi zote kuhakikisha jambo hili mnaitilia maanani la usimamizi, na kama wilaya yako kata yako tawi halina mradi, basi kaangalia uwezekano wa kuwa na hiyo miradi. Sasa bahati mbaya sana miradi mingi inayoanzishwa inakuwa miradi ya frame. Kuna maeneo ambayo frame hazina maana yote. Nakumbuka mwaka jana tulitembelea kule Kilombero Semaito Msoma, tukakuta amejenga frame nzuri sana. Kuulizia kodi shilingi 5,000 kwa mwezi. Sasa tukasema uwekezaji wote huu ni kwa ajili ya kupata kodi ya shilingi 5,000 kwa mwezi kweli? Hebu tuhame kwenye utamaduni wa maframe, tuende kwenye miradi mingine ambayo inatija zaidi. Na matatizo mkoa wa Morogoro na maeneo mazuri sana ya kilimo. Naweza kuanzisha hata mradi wa kilimo kama Kilombero kwa mfano. Kilombero kuna maeneo mazuri sana ya kilimo. Hebu hameni kutoka kwenye utegemezi wa maframe, muanzishe miradi mingine. Hata ufugaji nao ni mradi. Cha msingi ni usimamizi tu. Hakuna mradi ambao ni mbaya kama unasimamiwa vizuri inavyotakiwa.